Karibuni katika kipindi chetu cha afya ya kinywa na meno. Leo ningependa kuzungumzia swala ambalo kila mtu analifanya, ila si kila mtu analifanya kwa usahihi. Nalo ni kupiga mswaki. Kupiga mswaki si tu kusafisha kinywa, bali ni kinga dhidi ya harufu mbaya kwenye kinywa, kuzuia kuharibika kwa meno na magonjwa ya fizi. Ungana nami kuweza kujifunza zaidi. Hatua ya kwanza, chagua mswaki sahihi. Mswaki sahihi ni ule wenye manyoya laini, yani soft bristle. Kutumia mswaki mgumu kunaweza kupelekea kutoka na damu kwenye fizi pamoja na maumivu kwenye fizi. Unashauriwa kubadilisha mswaki kila baada ya miezi mitatu, au endapo mswaki huo utakuwa umeharibika, upo kwenye hali mbaya kabla miezi mitatu kufika, basi unashauriwa kubadilisha mswaki huo. Hatua ya pili, weka kiasi sahihi cha dawa. Watu wengi hujaza dawa nyingi kuzani kama ni sahihi katika swala la upigaji mswaki, bali kiasi kidogo ambacho kinaendana kama punje ya njegere ni sahihi katika swala la upigaji mswaki. Na kwa mtoto ni nusu ya kiasi cha mtu mzima. Namna sahihi ya kupiga mswaki. Kwanza kabisa, mdomo umegawanyika katika sehemu kuu 4. Juu ya juu na juu ya chini. Katika juu ya juu kuna sehemu kuu 2 na chini sehemu kuu 2. Juu ya juu kutoka hapa hadi hapa ni sehemu ya kwanza, kutoka hapa hadi hapa ni sehemu ya pili. Juu ya chini kutoka hapa hadi hapa ni sehemu ya 3 na kutoka hapa hadi hapa ni sehemu ya 4. Hivyo basi, kwa kawaida tunashauriwa kupiga mswaki kwa dakika 2. Hivyo tunaweza kugawanya katika sehemu ya juu ambayo kuna sehemu 2, hapa hadi hapa sekunde 30, hapa hadi hapa sekunde 30, hapa hadi hapa sekunde 30 na hapa hadi hapa ni sekunde 30. Unashauriwa kupiga mswaki kwa kuanza sehemu ya mbele ya meno, unakuja sehemu ya nyuma ya meno, sehemu ya kutafunia, bila kusahau kwenye ulimi, maana katika ulimi ndipo bakteria wanakaa na kuleta harufu mbaya ya kinywa. Na sasa tunaangalia makosa ambayo anafanya na watu katika upigaji mswaki. Kosa la kwanza, upigaji mswaki mara 1 kwa siku. Tunashauriwa kupiga mswaki mara 2 kwa siku. Ina maana asubuhi baada ya chai na usiku baada ya kula chakula cha usiku unapoenda kulala, ili kuepuka kubaki na mabaki ya vyakula katika kinywa chako na kuweza kushambuliwa na wadudu na kuweza kupelekea uharibifu wa meno. Utumiaji wa nguvu nyingi katika kupiga mswaki. Watu wengi hupiga mswaki kwa kutumia nguvu, ambapo inapelekea uharibifu wa fizi. Njia sahihi ambayo inashauriwa katika kupiga mswaki, unapiga mswaki kwa njia ya mviringo kutoka pande zote kama tulivyoeleza awali, kufuata mbele ya meno, nyuma ya meno na sehemu za kutafunia. Kosa la tatu, kutobadilisha mswaki kwa muda sahihi. Kwa kawaida tunashauriwa kubadilisha mswaki kila baada ya miezi mitatu. Kwani unakuta kuna watu wengine wanakaa na mswaki mpaka imekuwa imeharibika, ambayo inapelekea hali ya kuweza kuharibu fizi na kupelekea kutoka na damu kwenye fizi. Na tunashauriwa kumuona daktari wa afya ya kinywa na meno at least kwa mwaka mara 2, kila baada ya miezi 6. Au utakapohisi hali ambayo ile katika kinywa chako, labda kama unakunywa maji unapata maumivu, unaona hali ni ya kawaida, ila ukishaona hiyo hali unashauriwa kufika katika kliniki ya kinywa, afya ya kinywa na meno, na kuweza kuangaliwa afya yako ya kinywa. Kosa lingine la mwisho ni kutotumia dental flossing. Dental flossing ni uzi maalum ambao umetengenezwa kuweza kupita katikati ya nafasi za meno, kwani mswaki pekee huwezi kutoa uchafu ambao uliopo katikati ya meno. Hivyo matumizi ya dental flossing unaweza kupita kila katikati ya meno na kuweza kuondoa mabaki ya vyakula ambayo yameshindwa kuondokana kwa matumizi ya mswaki. Tabasamu lako ni kitu cha kwanza ambacho mtu anakiona. Hivyo basi, kwa hali yoyote ambayo huwezi kuelewa katika kinywa chako, usisite kufika katika kliniki ya afya ya kinywa na meno kwa uchunguzi na matibabu, au karibu katika kituo chetu cha Royal Polyclinic kilichopo Ilala Bungoni kwa ushauri, matibabu na huduma bora. Usisahau kubonyeza hapo kengele ya chini hapo, kusubscribe, share, kulike, ili watu wengine waweze kupata hii elimu na kuweza kujifunza zaidi.